Ndugu watumishi, sisi kama watendaji au watumishi wa umma tumepewa dhamana kubwa katika maeneo yetu. Hivyo kila mtu au kila mmoja wetu anatakiwa kuwajibika kikamilifu katika eneo lake la kazi na ipasavyo. Hatuna budi kuhakikisha kuwa matokeo ya kazi zetu yanaonekana na yananufaisha wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo tukumbuke kuwa sisi tunawajibika kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa wananchi, na hivyo wanatarajia huduma zilizo bora kutoka kwetu. Katika hili mimi nimependa ni katika kukumbushana tu, lakini na imani na ninawapa hongera sana kwa utendaji wenu wa kazi katika hii wilaya. Kwa hiyo hongereni sana. Mbali na pongezi hizo, basi ni vizuri kila mmoja wetu aendelee kuongeza juhudi katika majukumu yake. Nasema haya kwa sababu katika utendaji wetu kuna mambo mbalimbali ambayo tunatakiwa tuyafanye, especially kwa mfano sisi viongozi tufanye kazi zetu kama teamwork, na naamini ndio maana haya aliyoyasema mkuu wa wilaya na mkurugenzi kwamba the way mlivyo, najua mnafanya utendaji wenu wa kazi wa teamwork. Kwa hiyo hili niendelee kulisisitiza na naomba muendelee kulidumisha ili tuweze kusukuma gurudumu letu la kazi. Swala lingine, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Serikali ipo kwa ajili ya wananchi na sisi ni watumishi wao. Ni wajibu wetu kuwapatia huduma bora wananchi. Utoaji wa huduma zetu unatakiwa kukidhi viwango ambavyo vimewekwa kwa kila idara au taasisi za serikali. Kwa hiyo naamini kuwa kila mmoja wetu hapa katika idara, kitengo au taasisi yake ni mtaalamu. Hivyo kila mmoja anatakiwa kuwajibika kwa weledi na kwa madhubuti. Kumbe katika kutekeleza majukumu yetu mnawagusa wananchi moja kwa moja. Hivyo ni muhimu sana kusikiliza na kutatua kero za wananchi kwa wakati, ili tusitengeneze chuki kwa wananchi kuichukia serikali yao. Lakini pia na sisi ni watumishi, hivyo ni lazima tuwe karibu sana nao, tuwasikilize kwa makini na kuchukua hatua sahihi kwa haki na uwazi. Katika hili ningependa niongeze tu kwamba kuna tabia au kuna aina ya mambo yanayojitokeza kwenye hili. Sisi kama viongozi ni vizuri unapopokea changamoto au unaposhuhudia shida zozote, tuepuke kuwa madaraja. Nikisema kuepuka kuwa madaraja ni kwamba changamoto inapokuja, unapoletewa ile changamoto, basi wewe unaisukuma kwa wakubwa na mirejesho kule, shida yenu nimeshaipeleka kwa wakubwa, wakati unatakiwa uanze kuichakata wewe. Na inapokwenda ngazi za juu, mkubwa wako ajue kabisa kwamba huyu amechukua hatua hizi na sasa hivi imefikia hapa, ili imwezeshe kuweza kutoa decision, na sio sasa wewe unapigia shida unaisukuma juu. Ina maana yule mkubwa aanze kuichakata yeye, halafu atoe maamuzi yeye, kitu ambacho wewe unakuwa upo kama daraja. Kwa hiyo nilikuwa na shauri sisi kama viongozi tuepuke kuwa madaraja. Ukija kuangalia kwa kina, ndio hiyo inapelekea kwamba tuepushe kuwa na tabia za kuhofia kulaumiwa, kwa sababu anafanya hivyo kwa maana kwamba maamuzi yatakotoka juu au kwa kiongozi anayefuata, yule aliyeleta hatomlaumu kwamba bwana juu ndo ameamua, kwa hiyo yeye anakuwa salama. Sasa huo utendaji, hapana. Watu tukabiliane, changamoto zipo, kwa maana kwamba lawama hizo zipo. Cha msingi, tenda na simama kwenye taratibu zako. Na inasema haya kwa upande wa pili, kwa maana kwamba haya lazima tutakabiliana nayo. Kuna mtu au mfanyakazi ambaye anaweza akawa amesimama kwenye misingi yake vizuri tu na anafanya kazi vizuri tu,
lakini yanatokea mazingira, mimi naweza nikasema kwa Kiswahili cha Uswahilini, anakusanyiwa nyasi. Anakusanyiwa nini? Kwa maana kwamba wanamwekea mazingira kiasi kwamba huyu aonekane ana matatizo, regardless yuko anafuata utaratibu. Kwa hiyo huyu wanaona kitendo cha kufanya vile, na kama ana uwezo wa kuinfluence juu, na hao wakubwa wakawa hawana muda wa kuchakata, ina maana huyu mtu ataondolewa maeneo husika. Akiondolewa yale maeneo husika, ina maana yule tayari anajua sasa maslahi yake yataenda jinsi anavyotaka. Huo ndio uhalisia. Sasa ni funzo kwa sisi viongozi kwamba once masuala yanapoletwa mbele yetu, tuwe na wigo mpana wa kuyafanyia kazi. Inawezekana ukapokea changamoto za mtu au watendaji, kumbe ziko katika misingi ya watu wanakusanya nyasi kwa watu wengine. Hiyo ipo. Na upo uwezekano kabisa mtu anaweza akatengeneza scenario akaleta changamoto ya mtu, kumbe ndio yuko nyuma ili maslahi yake yaweze kufanyaje, kutekelezwa. Kwa hiyo kwa sisi viongozi, ninapendekeza sana tuliangalie hilo kwa wigo mpana, ili kuweza kufanya kwamba majukumu yetu tuyafanye kwa teamwork. Tusimamie zile taratibu. Utakaposimamia zile taratibu, na hata kama haya mazingira yakaja kutokea, ina maana kwamba kitakachofuata, hata wale wakapata ule muda, watahakikisha kwamba au wataona kwamba yule anasimamia haki, yule alikuwa katika msimamo sahihi. Kwa sababu kuna jamii zingine anaweza akaja kama malaika, mwishoni wakamuona naye ana matatizo. Yaani utendaji wake wa kazi anaposimamia taratibu, kwa sababu zinakiuka maslahi ya watu binafsi, wakamuona huyu ana matatizo. Kwa sababu watakuja pale, zile taratibu zitawafanya wagawanyike. Kwa hiyo wanamnyoshia kidole kwamba ana matatizo, kumbe yale matatizo yapo kwa wale ambao wananyoosha vinani. Kwa hiyo hili nilipenda pia ni share kuweza kulikumbusha tu kwenye utendaji kazi kwa sisi viongozi na sisi watendaji, tusimame kwenye misingi ya taratibu, na once changamoto zozote zinazotokea, tuwe na wigo mpana na mzuri katika kuyatanzua haya.